Sema toka awali kwamba sasa jukumu langu kubwa ambalo nimeleta maeneo haya ni kuweza kuzungumza na wananchi ili waweze kutoa tathmini yao, hususan hichi ambacho kinafanyika katika mitaa yao. Tupo maeneo ya Pugu, hii ni Kinyamwezi, huu ni mtaa unakwenda kwa jina la Gumzo, lakini ni maarufu sana maeneo haya kwa jina la kwa Mgabo. Lakini nipo na mkazi hapa, nataka nimpe fursa aweze sasa kutambulisha jina lake, lakini pia aweze kutuambia, je, hiki ambacho kinafanyika katika mtaa wake, je, kwa upande wake ni sahihi au sio sahihi? Je, nini labda tathmini yake au mawazo yake au ushauri wake? Nini kingine ambacho kifanyike? Je, barabara hii kisha hivi kwake itakuwa ni rafiki zaidi au la? Lakini miongoni mwa vitu ambavyo nimependezwa zaidi ni miongoni mwa vijana ambao nimekuta ambao wana kijiwe cha bodaboda, kwa naamini kwamba ni miongoni mwa watu ambao wanaitumia hususan sana barabara hii mara kadhaa kwa ajili ya kufanya transportation zao kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Bwana brother, mambo vipi? Safi hali. Bwana shwari. Bwana naomba sasa uniambie, tumeshuhudia katika mtaa wenu wa Gumzo, lakini ni maarufu kwa Mgabo, mwenyekiti wa serikali za mtaa Kinyamwezi anakwenda kwa jina la Fadi Mlali Sinderson ameweza kuleta greda na kuweza kurekebisha maeneo haya. Ukiwa kama mkazi au mwananchi wa maeneo haya, nini labda ushauri wako au tathmini yako hususan katika barabara hii? Kwa majina naitwa Ashraf Ayubu Kiondi, ni mkazi wa Kinyamwezi maarufu kwa Mgabo na ni bodaboda kwa Mgabo. Okay. Kweli tumeona ujio wenu wa kutengeneza barabara, lakini bado tunasema kwamba haujakamilika. Okay. Lakini tunataka zaidi barabara iwekwe kifusi na isindiliwe vizuri. Okay. Na kwa nini labda hapo unasema kwamba barabara hiyo yani unapendezwa zaidi iweze kuwekwa kifusi, iweze kushindiliwa vizuri? Je, kwa awamu hii ya kwanza ambayo imeweza kufanyika, kwa wewe binafsi unahisi kwamba bado hajatibu tatizo ambalo lipo katika barabara hii? Kwa mimi binafsi kwa kweli bado hawajatibu, kwa sababu hapa mvua itakavyonyesha maana yake itakuwa ni tatizo kubwa sana, kwa sababu hata maji yatakuwa nakaa. Okay. Kwa itakuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo uzuri zaidi iwekwe kifusi, wasindilie, itakuwa inapendeza zaidi. Hiyo lami nadhani itakuwa kwa baadaye, sio kwa sasa hivi. Lakini uzuri kwanza wekeni kifusi, sindilieni. Lakini kwa sasa hivi kwa kweli wananchi wanapendezeshwa, lakini kwa hii hali, kwa sisi ambao tunajua kwa jinsi ilivyo barabara yetu, ikiwa hivi inakuwa bado kabisa haijakamilika. Okay. Na mtazamaji wa Sanga Media Tanzania, nadhani nilikwambia toka awali kwamba miongoni mwa vitu ambavyo nimekuja kufanya katika maeneo haya ni kuweza kuzungumza na wananchi au wakazi katika maeneo haya. Lakini kama ulivyomsikia, miongoni mwa ushauri wake au mawazo yake au maoni yake ni kwamba barabara hii isiishie hivi tu, bali iweze kuletwa kifusi na kuweza kushindiliwa, kwa sababu katoa sababu za kimsingi kabisa. Sababu yake kuu moja aliyoitoa ni kwamba barabara hii ikiachwa hivi hivi na mvua ikanyesha, maana yake kwamba barabara hii inaenda kuharibika tena maradufu zaidi ya awali kwa jinsi ilivyokuwa. Kwa hiyo rai yake au kiu yake ni kwamba serikali ya mtaa ikiongozwa pamoja na mheshimiwa Mlali kwamba waweze kuleta sasa utaratibu wa kifusi ili waweze kuiweka level hapo, wataamini kwamba kidogo inaweza kaa ni rafiki kwa upande wao. Lakini bado nipo maeneo kwa Mgabo kuweza kutafuta wananchi wengine kuweza kuzungumza nao, lakini kila ambacho kinatakiwa kujiri nitazidi kufahamisha ili waweze kujua nini kinazidi kutokea katika maeneo haya. Nini unatakiwa kufanya ni kuendelea kusubscribe channel yetu ili uweze